maji yakiingizwa hayaingii, kauli hana, anakoroma tu. Sisi tunampa talqini ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, namsomea suratu Yasin, mpaka watu wote katika watoto wake wameenda pembeni, wanazungumza kuhusu sanda, kuhusu maziko, kuhusu kaburi. Yani matumaini hawana tena, na tajhizul qabri imeshaanza. Watu wameshatumwa mahala pa kaburi paanze kutafutwa, watu wameshatumwa angalau sanda ipatikane, na watu wote hawana wasiwasi kwamba huyu mzee sasa anaondoka katika ulimwengu. Matokeo yake huyu babu, huo ulikuwa ni mwaka 2001. Huyu babu mpaka leo ninapozungumza yuko hai, mpaka leo yuko hai, ana zaidi ya miaka 8 bado yuko katika ulimwengu, miaka 10 sasa bado anaishi. Watu wote mpaka watoto wake wamemkatia tamaa, kila mmoja anasema basi hatunaye tena. Watu wote wameitwa, waliokuwa mbali na karibu wanasubiri saatul akhira ya roho kutoka wakamzike. Lakini baada ya hapo alipapatua akawa hai na mpaka leo anaishi. Lakini alipata kipigo kikubwa, sasa hivi ni mtu mzima, lakini ukienda kwake utaambiwa hayupo, yuko msikitini. Akienda alfajiri anarudi saa 6 kula, anarudi tena msikitini, hatoki mpaka baada ya Isha, mpaka baada ya Isha. Hizi si habari za kuhadithia, habari za kuona, kwa sababu huyu alikuwa babu yangu mwenyewe, mzaa mama yangu mimi, na mimi ninaambiwa babu yako anakufa, mpigie suratu Yasin, na mimi nasoma suratu Yasin. Mpaka leo babu ni mzima. Na cha kushangaza zaidi kuhusu habari ya utendakazi wa Mwenyezi Mungu, walikufa watoto wake wawili, mama zangu mimi, alo zangu. Mmoja wa mwisho kabisa, alikuwa ndo wa mwisho kabisa katika watoto wake, mwingine wa mwisho wa 3. Hawa wote wamekufa katikati hapa, wakati wao ndo walikuwa wanatamaa kwamba babu angekufa pale wakamzika wao, walikuja kufa wao, babu yuko hai mpaka leo. Usiwe na hesabu kwamba huyu anaumwa atakufa, wala usiwe na hesabu kwamba huyu yuko very healthy, huyu ataishi, huyu ana miaka 20, huyu mbele atakuja kuishi, huyu ana miaka 30. Kwa Mungu hakuna hesabu hizo, hakuna hesabu hizo. Hesabu kwa Mungu wakati wowote ukiitwa wewe unaitikia. Kwa hiyo faman asha 1000 wa 2000 sanatan fala budda min yawmin yasiru ila alqabri, mwenye kuishi miaka 1000 na 2000, lakini siku moja atakwenda kaburini. Na kwa hiyo jiandae mapema na haya mambo ya kaburi na mambo ya mauti. Sasa anasema Abu Huraira, hii hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibn adam, mwanadamu anapokufa, inqata amalu, amali zake zote nazo hufa, ukatika, illa min 3, isipokuwa mambo 3. Sadaqatin jariyah, sadaqa ambayo inaendelea. Kafanya wakfu nyumba yake, ni sadaqatun jariyah. Wakfu maana yake ni kukiweka kitu kwa ajili ya matumizi kwa ajili ya Allah, ukakiwekesha wakfu. Msikiti, ukajenga msikiti, ukajenga madrasa, ukafanya kisima cha maji, watu wakachota maji, ukafanya kitu chochote ambacho ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kile ambacho Mungu amekuruzuku. Na mimi na wasiwasi mkubwa, watoto wanaozaliwa leo, hata misikiti waliojenga baba zao watakuja kuidai waivunji, wajenge villa za kukodisha wapate pesa. Dunia tunayokwenda leo sisi, mtu atasema baba alifanya makosa makubwa sana, ndio nini kajenga msikiti hapa, watu wanasali, wanainama, wanainuka, si hatuna kitu. Kwa nini? Kwa sababu aliyeka wakfu nyumba hii, akaweka wakfu jambo hili, wanamuona kama alikuwa hana akili, lakini kumbe yule kajitengezea akhira yake. Na wewe jitengezea ya kwako, usitegemee mali ya babako, tafuta ya kwako. Wenye akili hufanya mambo kwa ajili ya kujiwekea wao kwa Mwenyezi Mungu. Wasiokuwa na akili usiamie mkifa mwanangu angalau awe na maisha bora, mkifa angalau mie mke wangu awe na maisha bora. Wao wanatizama dunia tu na hisabu zao ni mbovu kabisa. Hatusemi kwamba uache watoto wako wadhalilike, abadan. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba wake,
innaka intadhar warathataka aghniyaa khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ndio, usiwaache watu wako maskini mpaka wanaombaomba, lakini sisi tunasahau upande mmoja, tunawekeza katika upande mmoja. Tunasahau kwamba hizi mali kwanza zitatufaa sisi wenyewe au zinaweza kudestroy na kutuharibu sisi na watoto wetu. Sasa wewe kwanza umejiwekea nini kwa Mwenyezi Mungu? Ndio mcha Mungu mmoja aliulizwa, wewe umetoa mali zako zote sadaka kabla hujafa, sasa hivi uko katika sakaratil maut, hakuna kitu, kwa nini hukuachia wanao chochote? Akasema, akacheka, akafurahi, akasema, wallahi in kanu salihin fa inna Allaha yatawalla salihin. Ikiwa wanangu ni wema, Mungu hawatupi watu wema abadan. Wa in kanu ghaira dhalika, ikiwa si wema, limadha atruku lahum shay'an, kwa nini waachie watu waovu pesa ya kutumia? Mungu ameahidi kwamba hawezi kuwatupa watu wema. Na wapi Mungu anawatupa watu wema? Mtu mwema hatupi. Wa amma aljidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إلى حديث يا نبي موسى ule ukuta ule, wale watoto mayatima baba yao alikuwa mwema, kwa sababu ya wema wa baba yao na wao vile vile wakalipwa na Mwenyezi Mungu, hawakudhalilika. Mungu anamtuma mtume wake, nenda katumike Musa na Khidri, jenga ukuta huu kwa sababu kuna mali ya watoto, baba yao alikuwa mwema. Wewe unadhani Mungu atawatupa watu wema hivi hivi mpaka na watoto wao? waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Wanaogopa maisha ya watoto wao yataharibika baada ya wao kuondoka, wasiwe na hofu, wamche Mungu tu, wamwogope Mungu tu, na wafanye maneno mazuri na kauli nzuri. Wakifanya hilo, Mungu insurance yake itawafika watoto wake. Lakini waachie mulku wa Suleiman, chukua dola zote wa Marekani waachie watoto wako, na faranka zote wa Faransa wape watoto wako, na dochmaki zote wape watoto wako, maadamu wako mbali na Mwenyezi Mungu, wao ni mafukara kuliko mafukara wote, na utakuwa umewaachia pesa za kuzidi kufanya ufukara na ufuska na dhambi. Basi hakuna kingine, hakuna kingine, kwa sababu mtu ambaye hamjui Mungu, huyo ndo yuko mbali zaidi. Allah anasemaje? waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha kadhalika alyawma tunsa. Yeyote ambaye kapinga amri za Mungu, huyo ataishi mdhalilifu hapa ulimwenguni. Sasa tutizame makafiri, kwani wanamtii Mungu? Makafiri wanaishi vipi? Wana mapesa, wanastarehe katika ulimwengu, lakini kumbe Mwenyezi Mungu anasema hao wanaishi katika maisha ya dhiki mno. Sisi tunaona kwamba maisha ya dhiki ni ufukara tu, sisi tunaona maisha ya starehe ni mapesa mengi tu. Hesabu za Mungu haziko hivyo. Amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Mtu akipewa mapesa na neema anasema Mungu ananipenda. Wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Akinyimwa akipata kitu anasema Mungu hanipendi. Hesabu zetu sisi tunasema kupewa ni kupendwa na kunyimwa ni kudhalilishwa. Kalla, Mungu anasema sio hivyo. Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, siku moja amepanda juu ya farasi wake, amevaa nguo yake, joho la mtume la babu yake, anapendeza, anapita katika vichochoro na njia za Madina. Yahudi mmoja akamuona, akamwambia Hussein, tizama hali yako ulivyopendeza, una chombo kizuri. Na chombo wakati huo farasi ni kama leo kupata gari ya kifahari. Tizama ulivyokuwa katika neema, nguo nzuri, kipando kizuri, maisha mazuri. Na nitizame mimi Yahudi. Yahudi alikuwa fukara, kavaa nguo zimechanika chanika, hoe hae, maisha yake yote ni duni. Akaambia, angalia wewe Hussein, babu yako yani Mtume Muhammad anasema ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni jela ya Waislamu
na ni pepo ya makafiri. Babu yako kasema uongo, kwa sababu mimi nikitizama hapa, mimi ni kafiri, lakini angalia hiyo pepo yangu ndo naishi hivi. Wewe ni Muislamu, lakini jela yako ndo uko kwenye kipando kama hicho, nguo nzuri kama hizo. Hapa inaonekana al-aksu sahih, ni kinyume chake kabisa, kwa sababu babu yako kasema pepo yenu hii pepo yetu sisi makafiri tusomkumbuka Mungu. Kwa hiyo maana yake tutaishi vizuri, tutaishi kwa neema, tutavaa vizuri, tutakula vizuri, tutalala. Lakini tizama mie, kama mie ni kafiri na maisha yangu haya, hiyo pepo iko wapi? Na wewe ulikuwa mafurudhi hapa uwe katika shida, lakini angalia kipando kizuri, nguo nzuri na raha tele. Kwa hiyo wewe ina maana ndio uko peponi, mimi hapa ndo niko motoni. Imam Hussein akamwambia, ya hadha law ittala'ta ala ma a'addahu Allahu lilmu'minin, la ungepata fursa kidogo Mungu akakuwezesha kuchungulia tu kule peponi alichokiandaa kwa watu wema Mwenyezi Mungu, la alimta annani fi an-nar ala alimta annani fil janna, ungejua kwamba mimi hapa kweli niko katika mahabusu. Mungu angekupa fursa tu, hebu angalia peponi, basi ungeliniona mimi, mapambo yangu haya nilokuwa nayo, kipando changu hiki nilichokuwa nayo, mazingira haya, ungenisikitikia ukaona kweli huyu mtu ni mahabusi, yuko jela kwa zile neema ambazo ziko peponi. Walau ittala'ta ila ma a'adda Allahu laka fi an-nar, na lau Mungu angekupa fursa ya kutizama alichokuandalia motoni sasa hivi wewe, la alimta annaka fil janna, hapo ungetia akili kweli kwamba hapo pamoja na matambara ulovaa wewe uko peponi, kwa sababu motoni kuna zaidi ya hayo mara milioni. Yahudi akashika njia akakimbia, anaona hali hii na bado kumbe niko peponi tu hapa, huko motoni itakuwa. Angalia falsafa ya wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndo hali halisi. Aliona kwamba atamzidi kwa ufasaha alokuwa nao huyu babu, hajui hawa ni watoto walolelewa katika nyumba baitun nubuwa, ni rabibu baiti nubuwa. Mtume sallam alikuwa akishuka kwenye mimbari anawakumbatia, anawabeba watoto hawa. Sikiliza namna walivyomfundisha mtu kutawadha. Kaja babu msikitini anatawadha, anaanza miguu, anakwenda mikono, anarudi kichwa, anakwenda nywele. Imam Hassan na Hussein wakaona hajui kutawadha huyo mtu mzima, lakini vipi watamuelekeza zile nidhamu tuzozitaja pale pale. Akamwambia, babu, mimi na huyu ni ndugu, lakini eti tunashindana kwa sababu huyu kila siku namwambia mimi huniwezi kwa kutawadha kama anavyotawadha Mtume, yeye ananiambia ananishinda. Sasa mimi nataka wewe hakim baina yangu mimi na yeye, utizame nani mwingine atamshinda mwenzake. Babu akaacha kutawadha, akasema raditu hakaman, nitakuwa refari wenu, anza wewe. Akaanza Hassan mkubwa, akatawadha akamaliza. Anza wewe, katawadha Hussein akamaliza. Akasema udhu wenu nyote wawili uko sawa, wangu mie ndo na mashaka. Kisha katoa kauli, buriktuma min baiti nubuwa, mumebarikiwa kweli nyinyi mnatoka katika nyumba ya utume. Wangekuwa watoto wetu ingekuwa, njoo nimuone jitu zima alijitawadha. Kwa falsafa ile, hekima zile za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akiletewa kesi namna gani alivyokuwa anazitatua. George Bernard Shaw anasema, mwandishi wa Ireland huyu, anasema angekuwa Muhammad leo yupo katika hii dunia, angetatua matatizo ya ulimwengu mzima katika muda wa kupokea kikombe cha kahawa na kurudisha. Yani ule muda wa kuchukua kikombe cha kahawa, kunywa na kurudisha, ingekuwa calculation zake zimeshatatua matatizo ya ulimwengu mzima. Huyu sio Muislamu, anaitwa George Bernard Shaw. Baada ya kumsoma Mtume akarecommend kwamba huyu ndo aitwe mwokozi wa umma, kwa sababu kaona historia. Wamekuja watu wawili wameshindana huko, wamekuwa kila mmoja anamuona mwenzake yeye ndo alomshinda. Vipi? Walikuwa hawana maji, wakatayamam. Wamepiga dharba, wakatayamam, wakasali. Baada ya kusali tu akapata maji. Mmoja akasema nitatawadha nirudishe swala. Mwingine akasema mimi nishamaliza ndo basi. Mwingine akaswali tena, mwingine hakuswali. Kawa na wasiwasi, wakaenda kwa Mtume. Ya Rasulullah,
Huyu hakusali mara ya pili tulipopata maji, mimi nimesali mara 2. Sasa ananiambia yeye ndo kashinda, na mimi nimesali mara 2, itakuwaje? Akamwambia yule aliyosali mara 2, lakal ajru marratain, wewe umepata ujira mara 2, usiwe na wasiwasi. Akamwambia yule aliyosali mara 1 tu, anta laqad asabta sunna, wewe umepata mwendo hasa wa sunna. Sasa wote wakaondoka pale kifua mbele, kila mmoja anaona yeye ndo kamshinda mwenzake. Huyu kapata sunna, yule ana ujira mara 2. Nani amemshinda mwingine hapo? Haya ndiyo yalikuwa majawabu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njoo leo katika ulimwengu tunaoishi sisi, mashekhe ambao wanapatikana katika ulimwengu huu wetu wa leo, mpaka wale wafuasi wao wanafika mahala wanadangana, wanashangaa sisi tunaishi vipi, sisi tunakwenda vipi, hawa wanatupeleka wapi? Hekima hakuna kabisa, zogo mtendo mmoja katika mambo yetu sisi Waislamu. Utafikiri hawakufata mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi kuna baadhi ya miji watu wanapigana, hasa Waislamu kwa Waislamu, sababu fatwa tu za mashekhe wao. Sasa hivi kuna vita kati ya wale na hawa, fatwa tu za mashekhe wao. Munkari umekuwa mkubwa badala ya kuondoka. Na kuna kaida, ulama na mufti wanajua, watu maulama wakubwa, kuna kaida inasema idha tarattaba ala almunkar munkarun a'zamu minhu wajaba as-sukut. Ikiwa unaona kwamba kulizuia hili kutaleta munkari mkubwa kuliko huo, unapaswa unyamaze. Kuna jambo wewe unataka kulizuia, lakini ukifahamu kwamba kulizuia hili jambo ambalo ni munkar kutaleta munkari mwingine mkubwa kuliko huu, basi nyamaza, tafuta njia nyingine. Hizi zote ni psychology, ni mambo ya ambayo Mtume aliyafundisha. Lakini hapana, basi akhlaqi za Mtume na za wajukuu wake ndo akhlaqi tunazopaswa sisi kuandamana nazo. Watukufu wa Islamu, watoto wetu watafika mahali watauza misikiti hii, itafika mahali watauza nyumba za wakfu, itafika na imeshafika sasa hivi. Kuna mashamba ilikuwa imeshatolewa wakfu na wazee, watoto wanakuja wanasema haiwezekani. Kwani nyinyi mna akili kuliko ile baba alia? Kwani mali za kwako wewe, tafuta ya kwako na wewe. Misikiti hii itakuja uzwa jamani, tutakuwa hakuna hata mahali pa kuswali. Kwani mtu kajenga baba msikiti mkubwa ule, hakuna faida yoyote, watu wanaingia tu wakisali. Sasa tungejenga mimi jumba hapa Kariakoo, majumba ghali kweli kweli, tungepata faida kubwa. Leo mtu anaupigia hesabu msikiti hapa, ingekuwa nyumba hii ingekuwa mbali sana. Itafika wakati huo sasa misikiti itabadilishwa kwa sababu ya tamaa ya mali. Lakini wazee walikuwa nacho sasa hivi, fanyeni wakfu, tafuteni njia ya kujiwekea akiba, kwamba hata ukifa wewe unapata baada ya mambo kukunyokea huko duniani, na yatanyooka vile vile kesho akhira. Inqata amaluhu illa min 3, sadaqatun jariya au ilmin yuntafa'u bihi. Kitu kingine kitakachokufaa ni elimu. Na hichi ndo muhimu zaidi hata kuliko cha kwanza na cha tatu kitakachosemwa.